King Von ni msanii mwenye historia ya kutisha alivyoharibu maisha ya Lil Durk. Kama umefuatilia sehemu mbili zilizopita, hii ni sehemu ya 3 ya simulizi ya King Von. Baada ya King Von kukumbana na kesi ya mauaji, Lil Durk aliamua kuingilia kati na kwenda kumkomboa rafiki yake wa utotoni, lakini mwisho wa siku wema wake ulimponza. Ni nini ambacho kilitokea? Endelea kufuatilia simulizi hii tamu kabisa. King Von alianza kuonekana mtaani huku akiwa ana tweet mtandaoni kwamba licha ya kufanya matukio mtaani hapo, lakini bado anatembea mtaani hapo huku akiwa huru kabisa. Siku ya Valentine, siku ambayo T-Roy aliweza kufariki dunia, King Von aliweza kuposti na kusema kwamba yuko mtaani akiwa amejihami na silaha, huku akiwaambia wale maadui zake waweze kumtafuta. Kama kawaida yake, watu walijua kwamba siku hiyo King Von ana mpango wa kufanya tukio lingine kama sehemu ya kulipiza kisasi kifo cha T-Roy. Polisi kipindi hiki walikuwa makini na kuanza kumfuatilia King Von, na baada ya kufanikiwa kukutana naye walianza kumkimbiza, na King Von aliweza kusimama na kushuka kwenye gari, huku vijana wengine waliokuwa kwenye gari wakiondoka na kumwacha King Von. Kutokana na polisi kumtaka King Von, waliweza kumkamata na kumpeleka polisi, lakini hawakuwa na ushahidi wa kutosha na kuamua kumwachia huru. King Von aliweza kuposti na kusema kwamba polisi wanamtafuta kwa hasira kwa sababu aliweza kuwashinda kesi, na wana hasira naye sana kwa sababu wanajua kwamba alifanya makosa, lakini walishindwa kupata ushahidi wa kutosha kuweza kumtia hatiani. King Von alianza kupunguza kuonekana mtaani, na kuna muda alionekana akiwa Chicago na muda mwingine alionekana akiwa Atlanta pamoja na Lil Durk. Baadaye King Von pamoja na Lil Durk walianza kuonekana wakiwa na kijana mwingine ambaye alikuwa anaogopeka sana mtaani pia kama King Von, na kijana huyu alifahamika kama THF Beizo. Huyu ni kijana ambaye naye pia alifanikiwa kushinda kesi ya mauaji licha ya kuhusikana mauaji hayo. Kwa hiyo mpaka kipindi hiki Lil Durk alikuwa anatembea na vijana wawili ambao walikuwa wanafahamika kwa mauaji huko mtaani, lakini alikuwa nao sio kwa sababu ya kufanya mauaji, lakini alitaka kuwabadilisha kutoka kwenye kazi yao ambayo walikuwa wanaifanya ya kuua watu na kurudi katika kazi ya usanii ambayo wataitumia kwa ajili ya kusimulia maisha yao halisi ambayo wamekuwa wakiyaishi huko mtaani. King Von aliposti akiwa studio pamoja na Lil Durk na kusema kwamba hawezi kurudi kwenye maisha ya nyuma kutokana na matukio ambayo ameyapitia. Kwa hiyo kitendo cha kuweka ushahidi hadharani wa matukio aliyokuwa ameyafanya, lakini pia kitendo cha polisi kushindwa kumkamata, ilikuwa ni story nzuri ambayo inatosha kuweza kumtambulisha kwenye tasnia ya muziki, story ambayo ilikuwa inaendana pia na story ya Beizo. Kwa hiyo tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2018, King Von pamoja na Beizo waliachia nyimbo na kuita Beat That Body, na kuelezea kwenye nyimbo hizo kwamba wanakamata watu na kuwapiga na kuwaua, na wana mpango wa kukamata watu wengi zaidi, na hakuna ambaye anaweza kuwakamata kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kuficha ushahidi. Simulizi hii ya maisha ya King Von pamoja na maisha ya Beizo ilikuwa ni maisha halisi yaliyofanya watu wa Chicago kuweza kupagawa na nyimbo ambayo walikuwa wameiachia, na kujikuta ndani ya muda mchache wamefanikiwa kushika soko la muziki na kuanza kutambulika kama wasanii wa drill. Kwa hiyo licha ya Lil Durk kujaribu kumuondoa King Von mtaani, lakini baadhi ya matukio ya mtaani yalimfanya King Von kuendelea kurudi mtaani. Kwa hiyo mpaka kipindi hiki kulikuwa na kundi jipya ambalo lilizaliwa wakati King Von akiwa gerezani, maana kipindi hiki mtaani kulikuwa hamna mtu ambaye alikuwa anatetea kundi lake kama King Von alivyokuwa anafanya, na kufanya vijana wengi wa mtaani hapo kuweza kupoteza maisha, akiwemo rafiki yake wa karibu sana T-Roy ambaye ndiye alikuwa amebaki mtaani akipambana peke yake. Baada ya T-Roy kufariki dunia, vijana kadhaa waliamua kutengeneza kundi lililofahamika kama Get Back Gang kwa lengo la kulipa kisasi cha kifo cha watu ambao walifariki wakati King Von alipokuwa gerezani. Na moja ya watu ambao walifariki wa maeneo ya mtaani kwa King Von ilikuwa ni pamoja na kijana anayefahamika kama Chino, Big A pamoja na T-Roy. Mhanga wa kwanza aliyepoteza maisha katika vita ya kisasi ilikuwa ni pamoja na kijana anayefahamika kama Poppy ambaye aliuliwa na kijana wa O Block aliyefahamika kama Hek au HK. Huyu alikuwa ni kaka yake na T-Roy. Huyu T-Roy alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa King Von. Baada ya huyu T-Roy kufa, basi kaka yake huyu ambaye anafahamika kama HK aliweza kulipa kisasi kwa kumuua kijana anayefahamika kama Terry Berry au TB ambaye inaaminika kwamba ndiye aliyemuua
T-Roy. Kwa hiyo HK naye aliweza kuishia kuuliwa kabla ya King Von kutoka jela. Watu wengine ambao walipoteza maisha kipindi cha Get Back Gang ilikuwa ni pamoja na FBG Brick, huyu ni kaka yake na FBG Dark ambaye inaaminika kwamba ndiye aliyetoa location ya T-Roy kwa watu ambao walienda kumuua. Matukio haya yote yalitokea wakati King Von akiwa gerezani, na kipindi alipotoka, licha ya kuamua kujikita kwenye mziki, lakini alikuwa ni alama kubwa sana kwa vijana wa Get Back Gang pamoja na O-Block. Waliweza kumchukulia King Von kama kiongozi wao au mtu ambaye walikuwa wanajivunia. Vijana hao walikuwa wanafuata nyayo za King Von na walimchukulia King Von kama kiongozi wa kundi lao. Vijana hawa wakiwa wanatekeleza mauaji mtaani, King Von alitumia nafasi hiyo kusherekea mauaji hayo kama mauaji ambayo yamefanywa na watu wake wa karibu, au yeye ni sehemu ya mauaji hayo. King Von aliweza kuposti na kusema kwamba huwezi kumdhihaki mtu ambaye hujashiriki kumuua, na kesho yake kundi la Get Back Gang walifanya tukio la kumuua kijana anayefahamika kama Man. Hii ilikuwa ni muda wa saa 3 usiku akiwa kwenye mgahawa wa chakula. Man akiwa anatoka kwenye mgahawa huo, vijana wawili wakiwa kwenye gari waliweza kushuka na kumshambulia na kumuua yeye pamoja na mtu mwingine ambaye alikuwa ni mhudumu wa mgahawa huo aliyekuwa anafagia maeneo ya nje. Kwa hiyo King Von pamoja na marafiki zake waliingia live kwenye Insta na kuanza kusherekea mauaji ya maadui zake na kusherekea kuua watu wawili kwa mkupuo, bila kujua kwamba mmoja wa watu waliofariki ilikuwa ni mtu ambaye hausiki na magenge hayo, na kuonyesha kwamba yeye ndiye aliwezesha tukio hilo kuweza kufanikiwa. Na moja ya vijana wa STL aliweza kuthibitisha kwamba King Von aliwapa vijana hao hela za kuweza kutekeleza mauaji hayo. Lil Durk baada ya kuachia albamu yake ya Only the Family Involved, kwenye nyimbo ambayo inaitwa Problems, King Von aliweza kuimba na kuelezea mauaji yaliyofanywa na Get Back Gang na kuelezea kwamba watu hao wanaua kwa ajili yake, kwa hiyo kila mtu awe makini, na aliweza kuelezea kifo cha Man pamoja na shahidi aliyeuliwa ambaye alikuwa pembeni. Kutokana na matukio ya King Von pamoja na mziki wake kupendwa sana na wahuni wa Chicago, Lil Durk aliweza kutweet na kusema sasa ni zamu ya King Von kuachia kazi zake. King Von aliweza kutangaza kwamba kwa hivi sasa anataka kuachia kazi zake, kwa hiyo anataka kujikita zaidi kwenye mziki na sio kwenye matukio ya mtaani. King Von aliweza kuposti na kusema muda wa kusitisha vita ya magenge umefika, na kusema kwamba muda wa kuelezea mauaji ambayo ameyafanya umefikia mwisho. Pia watu walianza kuona kama King Von anajaribu kusafisha historia yake ya nyuma, lakini siku chache mbele adui mkubwa wa King Von pamoja na O-Block ambaye alikuwa anaogopeka sana aliweza kuuliwa. Kijana huyu alikuwa anafahamika kama Dusky. Jioni kabla ya tukio hilo kutokea, King Von aliweza kuposti na kusema kwamba wingu kubwa limetanda kwenye anga ya Chicago. Baada ya Dusky kufariki dunia, siku kadhaa baadaye King Von aliweza kwenda live na Lil Durk na kusema kwamba amemuua Dusky, amemuua Key, amemuua Tuka, amemuua P5 au Crack. Na siku chache baadaye King Von aliweza kuachia nyimbo ambayo inaitwa War With Us, na ndani ya nyimbo hiyo aliweza kukiri kwamba alimuua mwanadada Key pamoja na Tuka, na kusema kwamba sasa hivi watu wanamuita Hitman au muuaji. King Von mpaka kipindi hiki alikuwa ni mtu hatari sana, na kupitia nyimbo zake alitaka dunia iweze kujua jinsi ambavyo yeye ni mtu hatari. Moja ya watu ambao alikuwa anataka kuwaondoa duniani katika kipindi hiki ilikuwa ni pamoja na kijana mwingine ambaye alikuwa anafahamika kama Wooski. Huyu Wooski pamoja na King Von walikuwa na bifu ya muda mrefu toka miaka ya nyuma. King Von pamoja na Wooski walikuwa wanatafutana sana kwa ajili ya kuuana, hasa kipindi cha nyuma ambacho King Von alikuwa mtaani, huku wakiwa wanatambiana kwenye mitandao ya kijamii. King Von alikuwa anajisifia kwa kuua watu wengi zaidi yake, na Wooski alikuwa anajisifia kwamba ameua marafiki zake wa karibu. King Von alimwapia Wooski kwamba lazima atamuua, na Wooski akamwambia tusubiri tuone nani atatangulia kufa. Toka kipindi ambacho King Von ameenda jela mpaka anarudi, Wooski alikuwa bado yuko mtaani, na baada ya King Von kuanza kuimba na kuanza kupata jina, alipata taarifa kwamba adui yake mkubwa ambaye alimwacha mtaani na yeye pia ameanza kuja kwa spidi sana kupitia kwenye nyimbo ambazo amezifanya. Baada ya Wooski kuachia nyimbo ambayo aliita Computer mwanzoni mwa mwaka 2018,
2018 nyimbo hiyo iliweza kufanya vizuri sana, lakini ndani ya nyimbo hiyo Wooski aliweza kuwatukana King Von pamoja na kundi lake, lakini Wooski aliweza kufika mbali zaidi na kuwataja watu ambao amewaua na kusema kwa hivi sasa wapo kwenye mawindo ya kulipiza kisasi cha kifo cha TB pamoja na Poppy. Hawa ni watu ambao walikuwa wamefariki siku za karibuni. Kwa hiyo vita hii ilikuwa sio vita ya kawaida, ilikuwa ni vita binafsi kati ya King Von pamoja na Wooski, kwa sababu Wooski pamoja na Dusky walikuwa ni marafiki wa karibu sana na walikuwa wameshafanya nyimbo pamoja ambayo ilikuwa inafahamika kama Shooters. Na baada ya kifo cha Dusky, Wooski aliweza kuongea na Get Back Gang, hawa ni vijana wa King Von, aliweza kuongea nao kwenye Insta Live na kuambia kwamba waweze kukutana, waweze kupambana, lakini vijana hao walimwambia tutakukamata na tutakukamata kwa njia ya kukushtukiza ukiwa haujajiandaa. Get Back Gang waliamua kuingia kazini kwa ajili ya kumalizana na Wooski. Walijua kwamba Wooski ni lazima ataenda katika msiba wa rafiki yake Dusky, kwa hiyo walipanga kuvamia msiba huo ili waweze kumkamata Wooski akiwa hajajiandaa, kwa sababu walijua tofauti na hapo ni ngumu sana kukutana na kijana huyo. Jioni ya tarehe 22 mwezi wa 10 kwenye msiba wa Dusky, watu wakiwa wanatoka kanisani, gari liliweza kufika mahali hapo na vijana kadhaa waliweza kushuka na kuanza kufyatua risasi hovyo hovyo, na watu wakawa wanakimbia, huku vijana wale wakiwa na lengo moja tu la kumuua Wooski. Baada ya kufanikiwa kumuona Wooski, walimpiga risasi ya kichwani, lakini kwa muujiza wa Mungu aliweza kufanikiwa kupona. King Von aliweza kufika mbali zaidi na kujifananisha yeye pamoja na Yesu na kusema kwamba hata Yesu pia kabla ya kuvikwa ufalme naye pia alisemwa vibaya, na baadaye aliweza kusema kwamba mchezo umeisha, akimaanisha kwamba maadui zake sasa wameisha na yeye ndio ameibuka mshindi. King Von aliendelea kugeukia mziki zaidi na kuipa kisogo vita ya mtaani, lakini aliendelea kuzungumzia matukio ya mtaani kwenye nyimbo zake huku akiwa mbali na mitaa hiyo. Katika nyimbo yake ya GTA aliweza kusema kwa hivi sasa yeye anajiona kama mstaafu kwa sababu ameua watu kwa muda mrefu sana, na kwenye nyimbo ya Grandson for President aliweza kusema kwamba Wooski anaishi kwa kumeza madawa kwa sababu alipigwa risasi kichwani kwake. Kwa hiyo ni mambo ambayo alikuwa anaonyesha kwamba hata tukio lile naye pia ndio aliyesababisha likaweza kutokea. Kwa hiyo kwenye nyimbo yake ya Go and Get Them aliweza kusema kwamba atakuwa kwenye msiba wake bila kuchelewa na atampa mama yake kitambaa cha kufutia machozi, na kwenye nyimbo ya Back Again aliimba na kusema kwamba anaenda kwenye msiba na kupiga kila mtu, na kumalizia kwa kusema kwamba maneno haya yatamgusa sana Wooski na kusema kwamba anaamini kwamba Wooski bado anatetemeka mpaka hivi sasa. Wooski aliendelea kuwa kimya na King Von aliendelea na karia yake ya mziki na maisha mengine yaliweza kuendelea. King Von mpaka kipindi hiki, licha ya kutaka kutoka katika maisha yake ya nyuma, lakini alijikuta akiendelea kuwa katika maisha yao ya nyuma huku akijaribu kupambana na maisha mapya ya kimziki. Aliweza kulalamika Twitter na kusema kwamba kila ninapojaribu kuacha maisha ya nyuma najikuta maisha ya nyuma yananikamata au yananivuta shati. Alianza kusema kwamba kwa hivi sasa anasumbuliwa na ndoto za kutisha, anahisi kuna kitu hakipo sawa kichwani kwake, lakini aliweza kusema kwamba kwa kipindi hicho anatumia madawa ya kuweza kupambana na hali hiyo. Wakati King Von akiwa anapitia changamoto hizo, Lil Durk aliendelea kupambana kwa ajili ya King Von, na mwezi wa 11 mwaka wa 2019 Lil Durk aliweza kuposti kionjo cha nyimbo ya King Von ambayo ilikuwa inafahamika kama Crazy Story. Lil Durk alianza kumpeleka King Von kwenye event tofauti tofauti na kuweza kumkutanisha na mastaa wakubwa, lakini pia aliweza kumpeleka kwenye media kubwa na kuweza kufanya naye interview kwa ajili ya kutambulisha nyimbo yake mpya. Akiwa kwenye interview hizo aliweza kuzungumzia maisha yake ya nyuma na jinsi ambavyo alifanikiwa kushinda kesi ya mauaji. Aliweza kusema kwamba hana kazi nyingine zaidi ya kurapu kwa hivi sasa, kwa sababu akirudi mtaani atakufa hata kama hatarudi kwenye matukio yake ya zamani. Lil Durk alionekana kumzuia King Von mara kwa mara asiendelee kutoa siri ambazo zinaweza kumuingiza kwenye matatizo, na ndipo King Von alipotumia muda huo na kusema kwamba kama watu wanataka kujua simulizi ya maisha yake wasikilize nyimbo yake hiyo ya Crazy Story ili waweze kujua ni nini ambacho alikuwa anafanya mtaani. Baada ya kuachia nyimbo hiyo, ndani ya siku moja ilifanya vizuri sana na kupelekea kukamata soko kubwa la Chicago pamoja na nje ya Chicago na kufahamika kama msanii mkubwa wa Marekani. Ndani ya nyimbo hiyo alizungumzia
mambo mengi sana, ikiwa ni pamoja na kusimulia mitaa yao na kuutaja mtaa wa 64, 65 na kuuponda mtaa wa 63. Namba 63 ulikuwa ni mtaa ambao anatokea Tuka pamoja na kundi la STL. Ilikuwa ni kama sehemu ya kuwaponda vijana hao wa STL pamoja na Tuka. Mpaka kipindi hiki nyimbo yake ilikuwa imepata viewers zaidi ya milioni 3 ndani ya wiki moja, ambayo kwa hivi sasa tunavyoongea ina viewers zaidi ya milioni 82. Kwa nyimbo hii iliweza kufanya vizuri katika mitandao wa YouTube pamoja na platform nyingine, na kitendo hicho kiliweza kupelekea Kimvoni aweze kupata hela nyingi sana na kuanza kuonyesha kwenye social media kwamba ameanza kupata mafanikio. Kimvoni aliingia kwenye mitandao yake na kusema kwamba hela zimeanza kumfanya asiwe na hasira kama zamani. Kimvoni alianza kusikika kwenye redio pamoja na kwenye event tofauti tofauti. Alianza kuitwa kwenye interview na kupelekea watu ambao walikuwa wanamfahamu miaka ya nyuma kubaki wakishangaa, inakuwaje muuaji kama yeye kuweza kupenya kwenye mziki wa Kimarekani na kupata mafanikio makubwa kiasi hicho kama wasanii wengine ambao wanafahamika duniani. Kimvoni aliweza kupost katika Twitter na kusema kwamba kwa hivi sasa mama yake anafurahia kumuona mtoto wake akiwa na mafanikio na anajivunia mtoto wake huyo kwa hivi sasa. Kimvoni aliendelea kujikita kwenye mziki na kuendelea kufanya vizuri. Aliachia nyimbo yake ya Exposing Me remix na kuelezea maisha yake ya nyuma na kuweka wazi kwamba watu ambao wanatekeleza mauaji kwa ajili yake aliweza kuwataja kwamba ni Get Back Gang. Akiwa Atlanta aliendelea kufanya vizuri na kuishi maisha ya kifahari pamoja na watu maarufu na kujitenga na maisha ya Chicago, huku akiendelea kuwatunza wanae wa Get Back Gang. Wakati Kimvoni akiendelea kufanya vizuri kwenye mziki wa rap na kuweza kupata mafanikio makubwa, Lil Durk naye alianza kunogewa na maisha ya Kimvoni na kuanza kutamani kuweza kuyaishi maisha hayo. Na siku ya tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2019 mida ya jioni, Lil Durk, Kimvoni, Beizo pamoja na kijana mwingine anayefahamika kama Bella Benz walimvamia na kumwibia kiasi cha $30,000 kijana ambaye alikuwa anafahamika kama Alexander Weatherspoon ambazo alikuwa nazo kwa muda huo. Polisi waliweza kusema kwamba wamemuona Lil Durk pamoja na wenzake wakiwa na gari aina ya SUV. Ili ni gari la Lil Durk na kuweza kufanya tukio hilo, lakini baadaye Lil Durk aliweza kuposti gari lake na kulisifia gari lake na kuandika 300 Devil na kuandika spin spin. Clip hii ni clip ambayo Kimvoni naye pia aliweza kuipost. Tukio hilo lilikuwa ni tukio maarufu sana na vyombo vya habari viliweza kurusha tukio hilo huku wakilitaja gari la SUV ambalo baadaye ilifahamika kama ni gari la Lil Durk. Kimvoni akiwa Insta live alionekana akiwa anaongea na rafiki zake kuhusu tukio hilo na kusema kwamba anadhani alifanya kitu ambacho kilikuwa sio sawa, alifanya makosa sana. Kwa sasa hivi polisi wanamtolea macho sana. Baadaye aliweza kuposti na kusema kwamba anataka kumuua mtu mwingine, lakini baadaye Kimvoni aliweza kuingia kwenye Insta live na kuonyesha hela nyingi ambazo alikuwa ametengeneza na kusema yeye sio rapper ila ni muuaji ambaye anaimba kwa ajili ya hela. Katika nyimbo ya Gang Only, Kimvoni aliweza kusema kwamba ana damu za watu wengi sana na kusema kwamba mtu wa kwanza ambaye alitaka kumuua alidhania kwamba anaenda kumuibia, kumbe nia yake ilikuwa ni kumuua. Lakini wiki 3 baadaye nyimbo yake ambayo inafahamika kama Wait alizidi kuanika siri zake na kueleza kwamba mauaji ya kwanza kuna risasi kadhaa ambazo alimkosa muuaji, lakini kwa hivi sasa ana shabaha ya kutosha. Wakati akiendelea kujianika, polisi nyuma ya pazia walikuwa wanafuatilia na kukusanya ushahidi wake bila yeye kujua. Kimvoni na Lil Durk walianza kuwa wanashindana kwa kuonyeshana mitandaoni ni nani ambaye ana hela nyingi na ni nani ambaye anavaa nguo za samani, tofauti na zamani ambapo Kimvoni alikuwa anajisifia ni nani ambaye ameua watu wengi. Kwa hivi sasa naye Kimvoni alikuwa anajisifia ni nani mwenye hela nyingi. Kwa hiyo katika kipindi hiki Kimvoni aliendelea kufanya show kubwa na kuonekana akiwa kwenye show na wasanii maarufu na kumfanya aendelee kuwa msanii ambaye anakubalika katika kipindi hiki. Kimvoni alianza kuwa na hofu ya maisha yake na kusema kwenye Twitter kwamba anaogopa kurudi jela, maana anahisi watu alionao wote watamkimbia. Aliweza kusema anaogopa kufanya makosa ambayo yatamgharimu. Mpaka kipindi hiki Kimvoni pamoja na Lil Durk walionekana wakiwa wanaenjoy maisha kwa kiwango cha juu sana, huku ikisemekana kwamba kundi hili lilikuwa linajihusisha na matukio kadhaa ya kihalifu nje ya kazi ya muziki ambayo walikuwa wanafanya. Siku ya tarehe 31 Kimvoni alionekana akiwa na msanii mwenzake ambaye anafahamika kama Quando
Rando ambaye alikuwa amesainiwa na NBA Youngboy. Huyu naye ni msanii ambaye naye pia alikuwa anatokea katika magenge ya wahuni. Quando Rando alionekana Insta live akiwa na Kim Von, huku Quando Rando akiwatukana maadui wa Kim Von kuonesha kwamba yeye na Kim Von ni ndugu. Maeneo ambayo Kim Von alikuwepo pamoja na Quando Rando na marafiki wengine ilikuwa ni kama maeneo ya apartment ambayo walikuwa wamekutana kwa ajili ya kula bata. Na siku hiyo hiyo ambayo Kim Von alikuwa anaposti pamoja na Quando Rando, taarifa zilisambaa mitandaoni kwamba Tariq Levant, huyu ni kijana ambaye ana miaka 27, alipigwa risasi na kufariki dunia, na ikasemekana kuna watu wengine 4 ambao waliweza kuumia. Tukio hilo lilitokea nje ya Atlanta kwenye apartment ambazo watu walizikodi kwa ajili ya kufanya party, na ndani ya party hiyo kulikuwa kuna makundi mawili, na baada ya kutokea ugomvi kundi moja liliweza kuondoka na baadaye kurudi na kuanza kufyatua risasi ambazo zilipelekea mauaji hayo. Polisi waliweza kusema kwamba wauaji wanafahamika na waliweza kutaja majina yao kama majina ya nickname, majina ambayo sio majina yao halisi, na kukataa kuweka wazi utambulisho wa watu hao. Story ambayo baadaye iliweza kuzagaa kesho yake, iliaminika kwamba watu ambao walikuwa katika apartment hiyo ilikuwa ni Kim Von pamoja na watu wake, na ikafahamika kwamba kundi ambalo liliondoka na kurudi kufanya mashambulizi ilikuwa ni Kim Von. Kuna baadhi ya watu walisema inawezekana Kim Von walikuwa wanamsingizia kutokana na historia yake, lakini mwisho wa siku huyu kijana Tariq Levant ilifahamika kwamba Kim Von ndiye alifanya mauaji ya kijana huyu usiku huo wa pati hiyo. Kim Von alifanikiwa kupona kwa mara nyingine bila kufahamu kwamba nyuma ya pazia polisi walikuwa wanaendelea kukusanya ushahidi, na wiki chache baadaye kijana aliyevamiwa na kupigwa risasi na Kim Von pamoja na Lil Durk na kuweza kuaibia ile dola 30,000, kijana huyo aliweza kukamatwa na kushtakiwa kwa kumiliki gari la wizi. Licha ya taarifa hizo kuzagaa, Kim Von alipanga kurudi nyumbani Chicago kwa ajili ya kufanya show. Akiwa kwenye ukumbi huo, taarifa zilizagaa kwamba kundi la maadui zake walikuwa wamejikusanya kwa ajili ya kwenda kumshambulia au kwa ajili ya kwenda kushambulia kwenye concert hilo, na concert hilo liliweza kuahirishwa na Kim Von alirudi nyumbani. Akiwa kwao ametulia nyumbani, polisi zaidi ya 30 wakiwa na silaha za kivita waliweza kuvamia mtaani hapo na kuweza kumkamata Kim Von. Inasemekana kwamba usiku huo ulikuwa ni usiku wa fujo sana. Polisi walimkamata Kim Von kama jambazi mkubwa sana ambaye ni jambazi hatari, na kuweza kumwangusha chini na kumkandamiza na kumpiga pingu na kumburuza mpaka kwenye gari la polisi na kumpeleka kituoni. Na muda wote huo Kim Von alikuwa anafanya fujo na kugombana na polisi, huku akiwashutumu kwamba wamemuibia cheni ya gharama pamoja na hela zake ambazo alikuwa nazo. Lakini baadaye polisi waliweza kuthibitisha kwamba kweli walichukua vitu hivyo na kuweza kumrudishia Kim Von. Kim Von aliendelea kubaki jela na kushikiliwa kwa makosa kadhaa. Baada ya Kim Von kukamatwa, tukio lingine liliweza kutokea. Rafiki yao ambaye alikuwepo naye katika uporaji ambao waliufanya pamoja na Lil Durk, huyu kijana alikuwa anafahamika kama Hela Benz, alivamiwa na kuuliwa nje ya Miami Club. Na wiki mbili baadaye Beizo naye aliweza kukamatwa kwa kesi ya kuiba kwa kutumia silaha na kufanya jaribio la kutaka kuua. Baadaye Kim Von naye aliweza kusafirishwa kutoka Chicago na kupelekwa Atlanta kwa ajili ya kwenda kuikabili kesi yake ya kujaribu kuua pamoja na uporaji wa kutumia silaha. Wiki mbili baadaye Beizo naye aliweza kukamatwa kwa kesi ya kuiba kwa kutumia silaha na kufanya jaribio la kutaka kuua. Kim Von naye aliweza kusafirishwa kutoka Chicago na kupelekwa Atlanta kwa ajili ya kuikabili kesi yake ya majaribio ya kutaka kuua pamoja na uporaji. Wakati akiwa jela, maisha yake yalionekana kufikia mwisho kwa sababu kesi hiyo ilionekana na ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo kila mmoja alijua safari hii Kim Von hawezi kutoka. Lakini tukio ambalo lilitumia zaidi ya polisi 30 wakiwa na magari pamoja na silaha za kivita ilipelekea kila mmoja kutaka kujua huyu Kim Von ni nani. Wengi wao walianza kufuatilia historia ya Kim Von, na Lil Durk aliona kwamba huu ni muda sahihi wa kuweza kuachia Crazy Story Remix, nyimbo ambayo ilikuwa inazungumzia maisha ya Kim Von. Nyimbo hiyo iliweza kufanya vizuri sana, mpaka hivi sasa nyimbo hiyo ina viewers milioni 120, ikimaanisha kwamba nyimbo hii ilitazamwa sana. Nyimbo hii iliweza kushika nafasi ya 4 kwenye Billboard chart na kufanya Kim Von aweze kupata mafanikio makubwa sana. Wiki moja baadaye Lil Durk aliweza kuposti kwamba anajisalimisha ili kwenda kukabiliana na mashtaka yake. Hii ni baada ya taarifa kusambaa kwamba Lil Durk naye anatafutwa na polisi kwa kesi ambayo Kim Von pamoja na rafiki yao Beizo walikamatwa. Lil Durk alienda kufanya interview kwenye chombo cha habari, aliweza kufika mahali hapo pamoja
pamoja na mwanasheria wake na kuweza kuelezea historia ya maisha yake pamoja na mambo mengine, na kuweza kukana mashtaka hayo na baadaye kuweza kwenda kujisalimisha katika kituo cha polisi, huku nyuma yake akiachia nyimbo ambayo aliita Turn Myself In, yani akiwa na maana kwamba najisalimisha. Kim Von na Lil Durk walipata umaarufu mkubwa sana kwenye kesi hii kwa sababu kesi yao iliendeshwa kwa uwazi mkubwa sana na kurushwa live na kwenye vyombo vya habari. Polisi walizungumzia tukio hili na kusema kwamba wana ushahidi wa kutosha kuweza kuwatia hatiani Kim Von pamoja na Lil Durk. Maeneo ambayo tukio lilitokea kulikuwa na kamera 5 pamoja na kamera nyingine ambazo zilikuwa upande wa barabarani ambazo zitatumika kama ushahidi. Kila mmoja alijua kwamba huu utakuwa ndio mwisho wa vijana hao. Ni nini ambacho kitatokea na mwisho wa Kim Von ulikuwaje, na Lil Durk ni nini ambacho kilimkuta ambacho kilifanya ajutie kumchukua Kim Von na kumfanya sehemu ya familia yake? Usikose kufuatilia sehemu ya mwisho ya simulizi hii na kuona ni jinsi gani wale maadui wa Kim Von walivyofanikiwa kumuua Kim Von na ni nini ambacho kilitokea kwa Lil Durk pamoja na lebo yake. Ni kitu cha kusikitisha sana sana sana. Story hii ya mwisho sio ya kukosa kabisa. Mimi ni Joseph Skills, hii ni Tricod Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.